Tuko nyumbani hapa mahali ambapo uko msiba wa marehemu nguli wa tasnia ya filamu Tanzania, marehemu Hashim Kambi, na tuko na mzee wangu hapa. Kwa faida ya mnaomtazama, atajitambulisha, atatuambia ni nani kwenye familia, na tunataka kuyafahamu kwa ujumla zaidi taarifa ambazo zinaendelea katika msiba huu mpaka pale ambapo tutampumzisha mzee wetu Hashim Kambi. Mzee wangu, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pole kwa msiba, na kwa faida ya mtazamaji tuambie unaitwa nani na ni nani katika familia hii? Kwanza tunasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mwenyezi Mungu yeye ndio kila kitu na kwake tutarejea. Mimi naitwa Sheikh Mwita Abubakar Kambi. Mimi ni ndugu na msemaji wa familia ya Kambi. Kwa hiyo mimi ndio msemaji mkuu wa familia hii ya Hashim Kambi. Sawa. Msemaji wa familia, tunaomba taarifa sahihi kabisa kuhusiana na msiba wa Hashim Kambi, kinachoendelea sasa hivi na ratiba kwa ujumla ambayo itafuata. Ratiba kwa ufupi, kwanza tuanze jinsi msiba ulivyotokea. Huyu bwana alikuwa safari kutoka Tabora, alikuwa Tabora, kaingia leo asubuhi. Katokea Tabora na alikuwa ameingia asubuhi na basi, na alikuwa amewahi event fulani ambayo ya kutokana na shughuli zake. Kwa hiyo nadhani kutokana na kule kuwahi kutokupumzika na pressure alikuwa nayo, ilikuwa kwanza apumzike nyumbani. Baada ya hapo angeenda kwenye shughuli zake, kwenye event yake, lakini kwa sababu alishapanga na alishapangiwa, hakuweza kuahirisha kwa muda wote, zaidi aende kwa muda na wakati ule anaotakiwa, kwa sababu yeye ndio alipanga, alitoa nafasi na muda ule. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba amekwenda kwenye event yake kama kawaida, amefanya, na ghafla tu wakati yuko na wenzake katika harakati za shughuli zake, basi ghafla wenzake wakamwona ameanguka. Na kwa haraka huwezi ukasema alikuwa anaumwa nini, kwa sababu hajalazwa hospitali wala nadhani ni uchovu pamoja na pressure. Ndio vitu ambavyo vya haraka ambavyo tunavyo. Huwa mara nyingi anakuwa na hiyo pressure na huwa inamtokea mara kwa mara. Of course. Wakati huo ilikuwa ni wapi ambapo alidondoka, labda alipata kwanza kuwa na haiko sawa? Maeneo ya Sinza. Sinza, maeneo ya Mori, kitu kama hicho. Au Palestina, kwa sababu aliwaishwa hospitali ya Palestina, baadaye akapelekwa Miko. Kuna hospitali inaitwa Miko. Akapelekwa Miko, ndio kumbe wakati wanampeleka alishafariki toka pale alipokuwa katika kazi yake. Wanambeba tayari ni maiti, isipokuwa ule ni ushahidi tu kwenda hospitali ya Miko. Hospitali hakufanyika chochote. Taratibu ziko vipi za mazishi? Taratibu za mazishi tutazika kesho saa 10 jioni katika makaburi ya Kisutu, na taratibu zote kuosha mwili na dua itafanyika msikiti wa Maamuri Upanga kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Kwa hiyo tunatoa taarifa hii kwamba ndugu jamaa na marafiki, kuanzia baada ya swalati dhuhuri Maamuri pale tukusanyike kwa ajili ya kufanya visomo, baadaye kuswalia mwili, na baada hapo kupeleka katika kumstiri katika makaburi ya Kisutu. Hashim Kambi kwanza yeye alikuwa, kabla katika kuingia Bongo Movie, alizaliwa Morogoro, alisomea Morogoro pamoja na wazazi wake wote walikuwa Morogoro. Baadaye akacheza mpira katika timu ya Jogoo kule Morogoro, na baada ya kucheza timu ya Jogoo akachukuliwa mwaka 77, akachukuliwa na Dar es Salaam Young African, akawa namba 5 center half. Yeye na Suleiman Jongo wakati huo, akawa yeye akuja kuchezea Yanga kutoka 78, 79 mpaka 80. Na wakati anakuja Dar es Salaam alifikia Magomeni kwa babangu mimi, ambaye ndio alikuwa anamuita babake mdogo. Ndio alomleta hapa, nipokea hapa mjini Dar es Salaam mwaka 77. Kwa hiyo akacheza Young African kwa muda huo,
na akaoa hapa, akazaa watoto wake. Yuko mtoto wake wa kwanza Shamim ambaye alizaa na mcheza netball wa zamani wa timu ya Bima. Huyo mke wake wa kwanza na Mohamed, wawili hao. Alafu mke mwingine alikuja kuoa Arusha mwaka 89 na mimi ndio nilomuozesha. Wamepata mtoto anaitwa Lulu, ndo wa mwisho. Basi tena baada hapo yeye na mke wake huyu wa mama Lulu akaachana. Kwa hiyo muda mrefu akawa hana mke. Baadaye nikaja kumuozesha miaka 5 iliyopita maeneo ya Buguruni, ndo mke ambaye amefia naye sasa hivi, lakini hakuzaa naye. Kwa hiyo mwaka gani? 2023. Jumla marehemu ameacha familia ngapi? Watoto ni 3. Wa kike 2 na wa kiume 1. Wote ni wa mama mmoja. Mmoja wa kike ndo mama peke yake, lakini hao 2 mwanaume na mwanamke mama mmoja. Na hapa kwenye msiba ni nyumbani kwake au ni kwa nani? Hapa kwenye msiba nyumbani kwa mwanawe wa mwisho anaitwa Lulu. Mwanawe anaitwa Lulu, ndo hapa nyumbani kwake. Sawa. Hashim Kambi ni msanii pia, ninyi hapa ni familia, na mara nyingi sisi tunashuhudia wasanii vile ambavyo huwa wanakuwa mstari wa mbele muda mwingine kutaka kuzika msanii mwenzao. Hilo lipoje kama familia? Je, mmefuata na taratibu zote za wasanii? Taratibu za wasanii tuko nao bega kwa bega, tunashirikiana nao, na kwa namna moja ama nyingine tumetoka kumaliza kikao sasa hivi cha familia, tukawashirikisha na watakuwa bega kwa bega na sisi mwanzo wa mazishi mpaka mwisho. Hiyo kesho. Kwa hiyo mwili wa marehemu utatoka hospitali kuelekea? Mwili wa marehemu sasa hivi uko katika Masjid Maamur, umehifadhiwa na utaoshwa pale na utaswaliwa pale, hautaletwa huku. Kila kitu tunamalizia pale, tunaenda kuzika Kisutu. Baada ya mazishi, ndugu na familia watatoka kule, watakuja huku kwa ajili ya kuendelea na matanga. Basi. Marehemu Hashim Kambi alikuwa ni mtu wa namna gani za wewe yake kipindi umeishi naye? Hashim Kambi alikuwa ni mtu wa watu, mcheshi, mtu wa rika, anafanya ucheshi na rika zote, watoto, vijana, wakubwa. Yaani alikuwa ni mtu ambaye anajichanganya na watu. Pamoja alikuwa ni mtu mzima, anakwenda kwenye utu uzima, lakini ni mtu ambaye ni mcheshi kiasi kwamba anaonyesha kweli huyu alikuwa msanii, kioo cha jamii. Wangu labda tuliweke sawa hili. Unaposema mwili wa marehemu utaoshwa msikiti Maamur, utasomewa msikiti Maamur na baadaye kupelekwa makaburini, huenda ikazua taharuki kwa watu. Watu wanajiuliza kwamba kwa nini iwe hivyo? Hashim Kambi hakuwa na nyumba, kwa maana hakujenga, hana watoto. Tusemeje? Kwa nini imeamua hivyo na isingekuwa nyumbani kwake kama vile ambapo muda huu tupo hapa? Sababu Hashim Kambi anakaa hapa Tabata, ambapo si mbali na hapa msiba unafanyika kwa mwanawe. Ni kiasi cha sehemu, isipokuwa tu tumeamua kufanya hivyo kwa sababu mtoto tumempa nafasi. Kwa hiyo mtoto ndio tumempa advantage kwamba kwa hali hiyo na vigezo hivyo ulivyotuambia, basi msiba utakuwa, kwa sababu ameomba. Naomba msiba babangu uwe, kwa sababu mimi siku za mwisho nilikuwa naye pamoja, tulikuwa tunaongea naye pamoja, hata alinihusia nikifa msipate tabu. Ninapofia nizikeni hapo. Kama ni Dar es Salaam kifia hapo, kama ni Morogoro, lakini usia tumepata kwa watoto wake. Nini singekuwa nyumbani? Ndio swala la kuswalia lingekuwa hapo na kisomo kiwe hapo, imekuwa msikitini. Sawa. Kwa sababu tukisema ni nyumbani kwao ni Morogoro. Sasa mazingira ya kupeleka Morogoro hatuwezi. Tumeamua tufanye hapa kwa sababu msikiti ni sehemu tukufu na panastahili haswa kuswaliwa msikitini. Pamoja kwamba ni sunna pia kusalia nyumbani, lakini kutokana na connection ya watu tukutana kule itakuwa ni rahisi zaidi karibu na makaburi. Mantikio mmefanya kwa mujibu wa usia wake au mmefanya kwa mujibu wa hamna uwezo wa kusafirisha? Uwezo wa kusafirisha tunao wa kutosha kabisa, lakini tulichukua mambo ya dini nasemaje, kwa sababu babake mzazi Hashim Kambi kazikwa hapa Dar es Salaam. Alikufa mwaka 1995
Magomeni pale ambapo kwa babake mdogo ambaye ni babangu mimi. Umeona? Kwa hiyo kazikwa 95 pale kwa amri ya watoto wake. Huyu Hashim Kambi alisema babangu azikwa hapa hapa. Akazikwa hapa kwa mdogo wake. Kwa sababu ni karibu tu na makaburi, nyumbani kwa karibu na makaburi. Akazikwa hapa hapa. Hakupelekwa Morogoro. Watu wa Morogoro walikuja huku. Kifamilia najua itakuwa inaumiza sana, pengine ikikupendeza labda kujibu swali hili, mnahisi ni pengo la namna gani limeondoka kwa familia yenu? Ni pengo kubwa sana, kwa sababu Hashim Kambi kwa sasa hivi yeye ndo alikuwa mkubwa wetu, alafu wanafuata wengine Kigei ndo top, ndio mkubwa wetu. Kwa hiyo ni pengo kubwa, haliwezi. Mimi ni kaka yangu. Ni kaka yangu. Kabisa. Ni kaka yangu. Na kwa sababu mimi ni mtu wa dini, kwa hiyo mambo mengi sana alikuwa yeye ananiachia mimi. Pamoja yeye ni mkubwa, lakini ananiambia wewe sasa ndio mkuu wa familia, tuongoze. Kwa hiyo nilikuwa naongoza hivyo. Na ndio maana shughuli zake zote nafanya mimi. Kabisa. Kuhusiana na sanaa, huwa marehemu ana haki zake kwenye baadhi ya tamthilia na baadhi ya kazi ambazo amewahi kuzifanya. Mkiwa kama familia mmejipanga vipi pengine kulinda mali zake hizo ambazo pengine aidha mnazijua au hamzijui kisheria? Kwa hilo sasa hivi siwezi kulijibu, kwa sababu yuko mtoto wake wa karibu zaidi anaitwa Muhammad. Yeye ndio alikuwa yuko karibu naye zaidi na ndio anajua mambo yote. Na kuna baadhi ya vitu anavijua yeye Muhammad. Kwa hiyo hivyo vitu vitakaa sawa, kwa sababu kijana yupo wa kiume mwanae, kwa hiyo atafuatilia naye, yuko karibu na wasanii wenza. Yaani huyu mtoto yuko karibu pia na wasanii. Yuko karibu na wasanii, hata sasa hivi alikuwa anaongea na Steven Nyerere. Kwa hiyo ina maana yuko against na wasanii, kwa hiyo atafuatilia vizuri tu. Mimi nikushukuru sana mzee wangu, kama kuna lolote pengine ambalo unatamani kutuambia, tuko hapa kwa kusikiliza. Mimi kama msemaji wa familia Hashim Kambi nasema wana sanaa wote na wapeni pole. Sanaa wote, Bongo Move na wale wapenzi wa mpira hasa Dar es Salaam Young African, nasema tunatoa pole kwa dhati, kwamba Mungu ndo ameamua hivyo. Tumshukuru yeye, kwa sababu kila tunaposhukuru Mungu anatupa thawabu zaidi. Kwa hiyo tuone kwamba kwa kipengo lake Mungu ataweza kuliziba. Inshallah. Mungu kwanza ampeleke safari ya salama, athibitishe mema yake, iwe ni sababu na chachu ya kuingia peponi inshallah. Na sisi vile tulobaki iwe sababu ya kupata thawabu ya kifo chake. Kwa yeye kufariki, basi sisi tunapata thawabu ya kutangulia kwake akhera. Amen.